timu imeshinda ubingwa wa AFCON under 17 pale kipawa patakuwaje? Hebu nyinyi mshapata picha. Waziri Paul Christian Makonda kwa msemaji wa timu za taifa, na akielekeza nifanye kazi zangu chini ya Baraza la Michezo la Taifa ambalo leo namuona hapa msemaji wa baraza yupo. Nilipigiwa simu na Mheshimiwa Paul, nadhani ilikuwa Jumatatu, akaniambia nimeona nikuteue uwe msemaji wa timu za taifa. Naamini, akaniambia, uwezo wako na kujua, nataka uzisemee timu za taifa katika matukio yanayozihusu timu zetu hususan za soka. Sasa of course nilipigwa kama na gumbizi la sekunde chache, kwa sababu sikutegemea kupata appointment ile, na nilikuwa nimekaa na wife nyumbani. Nikamwambia niseme kitu kimoja tu cha kwanza, alhamdulillah, lakini niseme yes, nimekubali na hii ni heshima umenipa, na nikamwahidi kwamba nitaifanya kazi kwa uaminifu, uadilifu na weledi mkubwa kwa kile ambacho serikali inakitarajia kutoka kwangu. Kwa hiyo akanambia subiri mchakato tukamilishe, baadaye tutakutangaza. Na jana akanipigia kwamba kutangaza rasmi, na kashukuru, na baraza pia linipigia kwa maana katibu mkuu kuzungumza naye, waziri wetu mdogo kwa maana naibu waziri Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma kuzungumza naye akinitia nguvu. Lakini hata leo hii wakati nakuja huku nipata maelekezo ya katibu mkuu wa wizara kakaangu Gerson Msigwa kuhusu press hii na mambo mengine. Ndugu zangu wanahabari, sio kazi rahisi kama wengi wanadhani. Kazi hii ni ngumu kwa sababu inahitaji utumie maarifa makubwa kurudisha au kuhuisha mapenzi ya watu kwa timu za taifa, mapenzi ya Watanzania kwa timu zao za taifa. Uzuri wake, mimi Mheshimiwa Makonda wakati akiwa mkuu wa mkoa alichaguliwa kwa mwenyekiti wa kamati ya ushindi ya timu ya taifa. Ilikuwa na wajumbe wengi, kina Ghalib Said Mohamed, Bagoza, Mohamed Nasor, Magori, Mohamed Deuji na watu wengine, Hersi, na mimi nilikuwemo katika kamati. Kwa kama watu 9 hivi. Lakini katika ile kamati wakaniteua kwa mwenyekiti wa kamati ndogo ya hamasa ya timu ya taifa, na wakati huo nilikuwa msemaji wa Simba. Tulifanya kazi vizuri sana na Mheshimiwa Makonda kwa sababu tulikuwa tunafanana approach zetu, hasa kwenye eneo la hamasa. Watu wengi wanadhani hizi anazozifanya sasa hivi Mheshimiwa Makonda amezianza sasa hivi. Wakati alipokuwa mwenyekiti wa kamati ya timu ya taifa ya ushindi, nakumbuka mechi ya mwisho tulicheza na Uganda the Cranes. Ile ndio mechi katika kumbukumbu zangu iliyojaza mpaka zile ngazi pale Benjamin Mkapa hazikuwa na mahali, na tulikuwa tunafanya mikutano mingi kama hii na waandishi ndio kuwepo wakati ule, Serena, Hayati, mara TFF, Kidawa kwa kutungia na ndani mikutano kule Seacliff, kuleta hamasa. Tuliamsha sana.
hata wakati tunakwenda kwenye ile mechi yenyewe tuliondokea Serena na wasanii na waigizaji na nini, mabasi kaongozana na Mheshimiwa Paul, tukapanda naye kwenye basi, kaacha gari yake alikamisha mpaka pale tukawafunga goli 3 tukafuzu, na tukashirikiana vizuri kamati ile kuhakikisha kila kitu kinakwenda vizuri kule Egypt 2019. Kwa hiyo anafahamu, na mimi nilikuwa na utaratibu wakati ule wa kuwatumia sana public figures kuweza kusaidia hamasa, sio tu kwenye timu ya taifa, hata wakati nilipokuwa Yanga au Simba. Wale watu maarufu wakiwa wapanzi wa Yanga wa Simba nilikuwa nataka nao waione ni sehemu yao. Hasa pale nyumbani kwangu Mheshimiwa Makonda wakati mwingine anataka tufanye, anasema sasa nataka niite wasanii wa film au wanamuziki, Alikiba, Diamond, kwa sababu isichagui Juksi, Naomi Dimples, tunaandaa pale malanchi, choma mbuzi. Wale wakitoka pale na wapa agenda na JB Kigosi, agenda to push timu ya taifa, tuseme kuhusu timu ya taifa, post zote kina Jokate hawa Wema si wote Ezekiel wote. Ilikuwa njia iliyofanya kila mtu aione timu ya taifa ni yake. Sasa expectations za Mheshimiwa Waziri ni hizo, kurejesha hamasa, si kwamba haipo, lakini ni kuiboost zaidi. Kazi kubwa inafanywa na baraza, kazi kubwa inafanywa na TFF, lakini anataka tuongeze nguvu kuisemea timu ya taifa, kuibrand timu za taifa, kufanya kila Mtanzania aone timu ya taifa ni yake. Timu hizi za taifa zinatuondolea tofauti za kikabila, zinatuondolea tofauti za kidini, za kikanda, za eneo tunalotoka, za rangi, za jinsia. When it comes kwenye national team, kila kitu kinakuwa kiko pembeni, maslahi ya nchi yanawekwa mbele. Tunaweza tukatofautiana hata kimitazamo ya kisiasa, lakini timu ya taifa ikicheza, maana yake fahari ni kwa Watanzania wote bila kujali itikadi zao, na ndicho tunachotaka kwenda kukifanya. Hata bagua mtu. Mimi napenda kushirikisha. Staili yangu ya ufanyaji kazi ni kumshirikisha kila mmoja. Kila mmoja hapa ni Mtanzania. Kila mmoja ana nafasi yake katika kuboost timu za taifa. Kazi kubwa inafanywa na Yanga, kazi kubwa inafanywa na Simba, tutawatumia effectively maafisa habari wa pale na watu wao wa hamasa, sababu nao ni sehemu ya Watanzania. Lazima tushikane mkono inapokuja tu timu ya taifa, iwe Serengeti Boys, iwe under 20, iwe timu senior, iwe za wanawake, iwe yoyote ile. Nchi za wenzetu, hata majirani zetu, Uganda inapocheza the Cranes, hakuna kitu kingine, nchi inasimama inashughulikia the Cranes, hawaangalii itikadi zao za kisiasa. Mbona kuna wakati the Cranes ilikuwa inacheza, Bobi Wine mgombea urais akaungana na Waganda wenzie bila kujali mambo ya siasa, kena kusupport timu ya taifa. Even Kenya, even Congo. Hasa sitajisikia vizuri nikiona timu ya taifa haiwekwi mbele. Tuendelee na ushabiki wetu, kwa sababu ndio hulka zetu, lakini timu ya taifa iwe above hizi clubs. Ndio wenzetu wafanya. Egypt kuna upinzani mkubwa wa clubs kuliko Tanzania. Zamalek wakicheza na Ahly ni kitu kingine. Even Morocco
Raja wakicheza na Wydad ni kitu kingine, lakini when it comes kwenye national team kila mtu anasahau Wydad wake, Uzamalek wake, Ahli wake, anashughulikia timu yake ya taifa au timu zake za taifa, na ndicho alichonielekeza Mheshimiwa Waziri kubrand za taifa. Sina njia nyingine yoyote ya kufanikisha matarajio ya serikali bila support yenu. Siwezi kutoboa bila nyinyi, sitoboi. Nitafanya media tour, nitakwenda kila kituo cha habari, iwe online, iwe TV ya kawaida, iwe radio, iwe magazeti, kuhakikisha timu ya taifa inatajwa tu. Kwanza tuzitaje. Tunakwenda kuandaa AFCON. Dar es Salaam ndio opening ceremony, game ya kwanza tulizo Benjamin Mkapa. Tuanze kuchangamsha. Jana nilikuwa naongea na mkurugenzi wa halmashauri ya jiji Dar es Salaam, na bahati mimi ni mwenyekiti wa kamati ya mipango miji pale. Anabana, sasa tuanze kuweka mabango sasa. AFCON 2027 naweka pale mtaani, airport wa. Yaani mtu akiingia tu akishuka juu hapa mwakani kuna pigwa hapa. Nchi Dar es Salaam ichangamke, Zanzibar pachangamke, Arusha pachangamke. Kila mtu ajue kuna AFCON 2027. Leo kwa mara ya kwanza katika historia ya taifa hili timu yetu inakwenda kucheza AFCON final. Haijawahi kutokea. Serengeti Boys wameingia fainali. Mbona jana kidogo hamasa mtandaoni, leo watu wamefurahi sana. Kwa jana natoka Wasafi, kasimamisha gari nikabadilika salama kwa niangalie hizi penalty. Maana nimefika kuta makelele, lakini ile mtaani unaona amsha ya watu. Kwa watu wanapenda timu za taifa. Kila mtu pale umekaa, watu kwenye sehemu tu hivi, hawaangaliani kabila au Mchaga au Mnyakyusa, wote ni pale tunakuwa Tanzania. Sasa AFCON tumeingia fainali, tunakwenda World Cup Qatar ya vijana. Sio kitu cha rahisi, yani msichukulie hichi kitu cha kawaida. Hata majirani zetu wanastuka. Kuna investment imefanywa kwenye mpira kubwa. Mheshimiwa Rais ameinvest ili taifa lolote lifanikiwe kwenye sekta ya michezo, hususan football. Lazima, hasa ya Kiafrika, lazima kuwe na mkono mkubwa wa serikali. Jenge viwanja, infrastructure, iandae tournament makubwa kama hapo, ipeleke timu, igharamie gharama za mishahara ya technicians, na anafanya hivyo Mheshimiwa Rais Samia. Ndio muona haya mafanikio yanakuja. Na nakwambia huu ni mwanzo tu. Kwa aina ya utendaji kazi uliopo hivi sasa serikalini, hususan Mheshimiwa Waziri, naibu wake na watendaji wake wote wakiwemo baraza, naiona Tanzania inakwenda kutimiza ndoto za kila mpenzi wa mpira, ndoto za kila mtu wa taifa hili. Naiona nchi inachanua. Naichungulia World Cup ijayo. Naichungulia. Yaani naichungulia, naivizia hivi, nailia timing. Naiona. Ni hamwezi kuelewa leo. Lakini mimi naiona World Cup ijayo hii. Sijui kama tunakwenda kucheza World Cup ya under 17. Baada ya miaka 4 hawa watoto wa leo watakuwa na miaka 21. Ukichanganya na hawa Ngorongoro, ukichanganya na hawa waliokuwepo kina Fei, hey, anything can happen. Na sasa kwa sababu tumekuwa na utamaduni wa kufuzu AFCON kila mwaka, maana ili ufanikiwe lazima kwanza ushiriki mashindano ya AFCON mara kwa mara, na sasa imekuwa ni utamaduni.